ninachotaka niseme, kijana wenu na mbunge wenu katika kipindi hiki chote cha miaka 5 ambako nimekaa kwenye hilo bunge, tumefanya mambo makubwa. Tumefanya mambo makubwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania wote wanajua, Tanzania nzima yote inajua kazi iliyofanywa na kijana wenu wa jimbo hili la Kisesa. Kazi iliyofanywa na baadhi ya wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuyafikia maendeleo. Hasa watu wengine hapa wamekuja, Pina jina litafutwa. Kila mahala ndio kampeni hizo. Jina litafutwa, jina litafutwa. Haya, wanaulizwa, Pina atafutwaje? Amekosea nini mpaka Mpina afutwe? Atafutwa. Mimi nagombea kwa sababu Mpina atafutwa. Atafutwa kwa sababu gani? Kwa sababu amefanya nini? Nataka niseme, na nadhani kwamba watu wa aina hiyo ni kwa sababu hawajifunzi, ni kwa sababu hawafuatilii mambo yanavyokuwa. Pina ana ugomvi na serikali, Pina ana ugomvi na mawaziri, Pina ana ugomvi na rais, Pina ana hili, ana lile. Watu wanazungumza. Nataka niwahakikishie wananchi wa Mwabuma, mbunge na kijana wenu, ninafanya kazi nzuri sana. Ninafanya kazi nzuri sana na Chama cha Mapinduzi, ninafanya kazi nzuri sana na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Na wale wote wanaozungumza maneno hayo ni kwa sababu tu ya kuishiwa hoja za kuzungumza. Mimi katika lile bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika mambo mengi niliyoyasimamia, mengi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkaguzi mkuu wa serikali, mawaziri, wote wameyatekeleza, wote wameikubali. Hasa wewe leo ukizungumza Pina hana ushirikiano, hana ushirikiano na nani? Hana ushirikiano kwenye jambo gani? Katika kusimamia bajeti ya serikali, katika kusimamia matumizi ya serikali, katika kusimamia wizi, rushwa na ufisadi ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani nyinyi mnataka, nyinyi mlionituma hapa, mimi ni mbunge tena wa kutoka familia maskini, na wajua umaskini wa Watanzania, najua umaskini unaotusumbua nyumbani kwetu, ndio umaskini unaowasumbua wana Kisesa, ndio umaskini unaowasumbua Watanzania. Siwezi kwenda pale bungeni kwenda kucheza. Siwezi kwenda pale bungeni kwenda kucheza. Mnataka mbunge ambaye akienda hapo bungeni bei ya pamba imeporomoka, yeye anawasifia walioporomosha hiyo bei. Mnataka mbunge ambaye akienda bungeni wagonjwa waletewi dawa kwenye vituo vya kutolea huduma, alafu yeye anawapigia makofi ambao wameshindwa kuleta dawa. Mnataka nienda bungeni, watu wanaugua kipindupindu, wananchi wanalazimika kujinunulia dilipu wenyewe, alafu mimi niende bungeni nikampigie makofi waziri ambaye ameruhusu hayo yafanyike. Mnataka muwe na mbunge ambaye akienda bungeni wananchi wanasombwa na maji, wananchi hawana barabara, wananchi hawana madaraja, yeye anaona sawa sawa tu, anapiga makofi ndani ya bunge. Ndio mnataka wabunge wa namna hiyo? Kama mnataka wabunge wa hivyo, sawa. Lakini kama mtaki wabunge wa hivyo, mimi kijana wenu nitaendelea kusimama imara kuhakikisha kwamba hakuna kupumzika mpaka maendeleo ya kweli kwa ajili ya wanakisesa, kwa ajili ya Watanzania yamepatikana. Mimi kama ni mtu kugombana naye, kama ni waziri ambaye hatekelezi majukumu, ameajiriwa na Watanzania, analipwa mshahara na Watanzania, alafu hatekelezi majukumu aliyopewa, mimi yule ni adui yangu. Na siogopi chochote katika hilo.
Tumepewa dhamana ya kuwapigania wananchi hawa ndani ya bunge, nje ya bunge, katika bajeti za serikali. Hatuwezi kuruhusu baadhi ya watendaji wa serikali wanaiba fedha za serikali, hafu wanapigiwa makofi, hafu wanashangiliwa. Mkurugenzi mmoja hapa, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Meatu hapa, alikuwa anaitwa nani? Alishaondolewa. Anaitwa Masasi. Nilienda kukagua shule ya ufundi pale Mwandoya. Miezi 6 tumeshatoa shilingi milioni 540 kwa ajili ya kujenga hiyo shule. Miezi 6 naenda pale nikakuta imechimbwa tu msingi. Zimeunganishwa shule, ilikuwa Mwandoya, ilikuwemo Kabondo, ilikuwepo na Mbushi. Amewekwa fundi, wamelipwa zaidi ya bilioni 1.7. Alafu yule fundi amelipwa zaidi ya milioni 200, alafu ujenzi ni msingi tu, miezi 6. Alafu nataka mimi huyo mkurugenzi huyo mimi niende nikamkumbatie. Unataka mimi huyo mkurugenzi eti lazima niwe urafiki na watendaji wote wa serikali. Tumeenda pale nikasema milioni 200 ziko wapi? Kwa nini mmeajiri watu wa kutoka nje, hamjaajiri watu wa Kisesa? Kwa nini milioni 200 mmezilipa bila kazi kufanyika? Kwa nini mmelipa hata bila kuwa na dhamana? Yule mkurugenzi, rais akasikia, Mama Samia akasikia, yule mkurugenzi akamuondoa. Na sasa hivi tunamdai shilingi milioni 200 azirejeshe, milioni 201 azirejeshe, ili wananchi waweze kujenga shule yao ya ufundi, waweze kujenga shule yao ya ufundi, waweze kujenga sekondari zao. Mabuma oye! Mabuma oye! Sasa mtu ambaye hana mahusiano atayafanya hayo? Ulitokea mkataba wa ovyo ukafungwa baina ya waziri wa ujenzi pamoja na wakandarasi waliojiita EPC+F. Nilikuwa mbunge wa kwanza kukataa mkataba.